Poleni kwa kuwachelewesha. Bahati mbaya sana press za Jumatatu zinakuwa, ile siku yenyewe Jumatatu ni ngumu kidogo. Kwa hiyo hiki mjekamilisha. Hapa yenyewe tumefanya vikao toka saa 3 asubuhi, kwa hiyo sio kwamba hatukuwepo, tulikuwepo. Lakini kwa sababu tulikuwa na mambo tunayamalizia, ndio maana tumewachelewesha kwa nusu saa hii. Tunaomba radhi sana na naamini mtatuelewa kwa situation ya siku ya leo ya Jumatatu, naielewa vizuri. Sasa nitumie fursa hii kwanza kuwakaribisha katika mkutano wetu huu ambao tumekuwa tunafanya mikutano hii mara kwa mara, na always mmekuwa mnatuunga mkono media ya Tanzania kwa ujumla wake. Media ya Tanzania kwa ujumla wake imetuunga sana mkono. Sasa leo tumewaita katika mkutano huu ambao wapo na wenzetu kutoka, kwa maana wadhamini wetu SportPesa, ambao watajitambulisha na baadaye tutamkaribisha CEO wa Simba baada ya utambulisho mfupi kutoka kwa maafisa wengine wa club. CEO atazungumza na baadaye tutamalizia, kisha tutaruhusu maswali. Niomba Sabrina jitambulishe, ingawa media yote inakujua, lakini kwa kumbukumbu kwa wale ambao wameanza kazi leo. Habari zenu. Naitwa Sabrina Msuya, ni meneja uhusiano SportPesa Tanzania. Asanteni kwa kuja. Habari za saizi, naitwa Maya Hassan, niko Simba. Consultant. Si unajua ukubwa wa Simba, yani kama consultant na Kwa majina naitwa Suleiman Kabumbu, ni mwekazi wa Simba Sports Club. Okay, CEO, mkutano huu ni wako. Mbele yako ni media ya Tanzania na imejaa kweli kweli. Nadhani leo media imeongoza kwenye mkutano wetu wa karibuni. Hongereni sana. Karibu sana. Asante Bwana Haji, msemaji wa mabingwa ya nchi. Aje sogea nyuma kidogo. Hapa sasa. Kwa mbele tena. Hapa kwa sababu ni katikati ya hizo nani. Jamani, leo press conference yetu hapa tutafanya katika namna tatu. Nitaongea kwanza. Nikishamaliza kuna kitu moja itabidi aongee Haji. Alafu mwisho tutakaribisha wadhamini wetu wakubwa. Hawa ndio main sponsors wa Simba Sports Club, SportPesa, nao wataongea. Kikubwa cha leo tumewaiteni hapa juu ya Simba Week 2019. Tutakutajieni matukio yote ambayo yatafanyika kwa muda wa wiki nzima. Huu ni mwaka wa 10 Simba tumekuwa tunafanya matamasha haya ya kila mwaka. Sasa mwaka huu wa 2019 tamasha hili tunalifanya namna gani, ndio kazi ambayo nitamwomba Bwana Haji Manara aje aseme, kwa maana ya theme ya mwaka huu, kwamba ni mwaka wa 10 tunaingiaje kwenye tamasha la Simba Day. Hiyo theme yenyewe hiyo naomba uhondo nisiuvalize, hata uongelee Bwana Haji Manara. Sasa wiki hii ya Simba itaanza tarehe 31, ambayo itakuwa ni siku gani? Itakuwa ni siku ya Jumatano, ambapo kwanza wachezaji wetu wale kambini kule South Africa watarejea hapa Dar es Salaam. Kwa tarehe 31 kikosi cha mabingwa wa nchi
mabingwa wa historia ya Kagame mara 6 na waliofika robo finali kwa bingwa Afrika katika mfumo mpya wa makundi wataingia Dar es Salaam wakitumia shirika la ndege la Tanzania. Siku hiyo ya tarehe 31 ambacho kitafanyika kingine, tutakusaini mkataba na sponsors wa jezi na vifaa vya mazoezi kwa muda ambao tumeingia mkataba wa miaka 2, tumekubaliana, lakini ceremony yenyewe tutaifanya siku hiyo tarehe 31 hapa Serena, muda wa saa 5, na tutaeleza kwa undani ndani ya mkataba ule kuna vitu gani ambavyo Simba kama klabu tunapata, vifaa ni vya aina gani, na pia pesa ni kiasi gani. Tutatoa details za mkataba ule siku hiyo hiyo 31 kuamkia tarehe 1 saa 6 usiku. Saa 6 usiku inakuwa tarehe 1 saa 31. Tarehe 1. Naomba wana Simba wote siku hiyo wao kwenye mtandao, Watanzania wote wao kwenye mtandao, kwenye social media ya Simba. Tuta launch jezi mpya ya mechi za msimu wa mwaka 2019 na 20. Kwa hiyo popote utakapokuwa, ukiwa na simu yako kiganjani, ukiwa na kompyuta yako, ukiwa na chochote, ukiingia kwenye peji zote za Simba saa 6 kamili pamoja na main sponsor wetu SportPesa, kwa pamoja tuta launch the new match kit kwa mwaka 2019 na 20, za ugenini, za nyumbani na neutral. Manake kwa mujibu wa CAF lazima pia na jezi za neutral zote tutazilaunch. Kwa hiyo kama unataka kujua jezi utajua siku hiyo saa 6 usiku, ambayo ni kuamkia tarehe 1. Siku hiyo tarehe 1 jezi za Simba kwa maana ya replica zitaanza kuuzwa nchi nzima. Jezi zitaanza kuuzwa nchi nzima kuanzia tarehe 1. Sasa zitauzwa wapi? Siku tunasaini mkataba 31 hapa, tutawaambia kwamba kuanzia kesho jezi zitapatikana katika maduka yake. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wote waandae pesa fulus kwa ajili ya kununua jezi mpya kuanzia tarehe 1. Na utaratibu utahakikisha kwamba kadiri inavyowezekana mikoa mingi hasa ile mikubwa pia waweze kupata jezi mpya za Simba kuanzia hiyo tarehe 1 mwezi wa 8. Tarehe 2 mwezi wa 8 wenzetu wa kwanza tarehe 1 hiyo nilikuwa nimesahau. Tarehe 1 hiyo mwezi wa 8 tarehe 1 mwezi wa 8 tutakuwa na press conference hapa Serena saa 5. Tuna launch new members card, new fans card. Kadi hizi ni kadi zinaitwa smart card, ni kadi za benki ambazo zitamwezesha mwanachama na mpenzi wa Simba akishakuwa nazo, kwanza lazima ana akaunti, lakini ataweza kununua tiketi. Na sasa hivi tunaingia mikataba na makampuni mbalimbali ambayo yatatoa discounts kwa wenye kumiliki hizo kadi na wanazotumia. Kwa hiyo siku hiyo tutafanya press hapa ya kulaunch na huyo partner wetu mpya katika financial institutions, tutakuwa partner mpya ambao
watatueleza features zote za hiyo kadi na zitaanza kupatikana lini sokoni. Kwa wanachama waliokuwepo wa kwanza wataanza kuzibadilisha, baadaye fans, baadaye kama itakavyoamuliwa na bodi, watu ambao watapaka kuingia wanachama mpya watapataje hizo kadi mpya. Hili ni zoezi kubwa, ni zoezi endelevu ambayo siku hiyo tukikaa hapa tutawaelezeni utaratibu mzima jinsi gani hizo kadi zitakuwa zinapatikana kwa fans wote wa Simba. Kwa sababu fans unapata ukishakuwa fans, baadaye ukitaka wanachama tutakupa wanachama moja kwa moja. Lakini siku hiyo tutaanza uuzaji wa tiketi za platinum. Mwaka huu tuna platinum za aina mbili. Tuna platinum ya kawaida kwenye siku ya kilele cha siku na tuna platinum plus. Platinum ya kawaida bei yake ni $100,000 kama ilivyozoeleka. Lakini platinum plus bei yake ni $150,000. Sasa details za humo ndani ziko nyingi sana. Kwa nini platinum plus? Platinum plus watakaa sehemu ambayo kwa wajengaji wa ule uwanja ndio the best view to watch football, lakini pia watakuwa na entertainment tofauti juu zaidi ya wale platinum. Ukumbuke platinum wale wanakuwa kama kwenye 180 hivi. Mwisho tumemaliza. Sasa hawa platinum plus kulingana na the best view ya National Stadium, kwamba ukikaa hapo unapata the best view, hawa hawatazidi 100. Itakuwa katika 70 na 80. Sasa hawa treatment yao itakuwa tofauti. Siku ya tarehe 3 wenzetu wa SportPesa watakuwa na street visit, kutembelea watoto wa mitaani wanaocheza mazingira magumu, wanaocheza mpira. Watawafanyia kitu gani naomba nisiwaongelee, lakini pia ni part of program ya Simba Wiki ambayo wenzetu wataizungumzia kwa undani, kueleza watapanga kufanya nini pamoja na Simba. Hawafanyi peke yao, watafanya pamoja na Simba. Watapick some of the stars, popular stars, kwenda kwa inspire watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini tarehe 3 siku hiyo pia tumepanga wachezaji wetu. Mwaka jana tulienda Muhimbili, mwaka huu tumeamua tutatembelea hospitali ya Ocean Road. Tutaenda kutoa misaada. Kuna sponsors wetu wengi tu kutoa misaada, na sisi kama club tutaenda kutoa misaada kwa wagonjwa. Kuna wagonjwa wako pale hawana ndugu, hawana nini. Na naomba safari hii tarehe 3 wana Simba wote nchi nzima, wakati club na wachezaji wakienda Ocean Road kwa hapa Dar es Salaam, naomba nchi nzima siku hiyo tarehe 3, kama ambavyo mtazia kuwasilisha nchi nzima siku hiyo, siku ya Jumamosi tarehe 3, wanachama, wapenzi, wakereketo wa Simba kokote mpaka wilayani wajipange na uongozi wao, waende kutoa misaada hospitali kwa watu ambao hawajiwezi, hawana ndugu, hawana watu wa kuangalia. Mungu ametujalia, mwaka jana tumefanya makubwa. Mwaka huu tukiyafanya haya kwa watu hawa ambao hawana watu, wakituombea hawa watu hawa, mwaka huu utafanya makubwa zaidi. Kwa hiyo nichukue rai kwamba tarehe 3 ni nchi nzima iwe nyekundu. Tuende hospitali, tuchague hospitali yoyote ambayo mnaona kuna watu ambao wana hali mbaya. Chochote mnaweza kutoa, hata kama ni matunda, hata kama ni fedha, hata kama ni chakula, hata kama ni nguo, chochote ambacho mnaweza. Wengi wana nguo nyingi sana hawazitumii. Tuendeni tukawasaidie watu hospitali ambao hawana uwezo. Siku ya tarehe 3 mida ya saa 3 asubuhi iwe nchi nzima itakuwa nyekundu na tutaweza kwenda kutoa msaada. Lakini pia kwa Dar es Salaam hapa, mikoani pia wanaruhusiwa. Mikoa mikubwa, sasa hospitali za rufaa wafanye mpango. Kwa hapa Dar es Salaam tunaongea na watu wa utoaji damu. Kuanzia tarehe 3, mwaka jana tumetoa, bado damu haitoshi. Tunaongea na wenzetu wa benki ya damu. Siku ya tarehe 3, wanachama ambao wamejitolea kutoa damu wataendelea kutoa damu. Tutawajulisheni vituo
ni wapi pa kwenda kutoa damu hiyo siku ya tarehe 3 ambayo itaendelea mpaka tarehe 4. Kwa hiyo naomba pia watu wa mikoani ambao ni mikoa mikubwa, hasa hospitali za rufaa Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya na mikoa mingine yote, wanaweza pia wakafanya kitu hili, wakatoa misaada, wakawasiliana na benki ya damu katika hiyo mikoa pia wakatoa damu. Kwa hiyo mwaka huu theme yetu hasa kwenye upande wa kurudisha kwa jamii ni kuwasaidia wagonjwa ambao hawana uwezo, hospitali ambazo zina uwezo, chakula pamoja na kutoa damu kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini siku hiyo ya tarehe 3 muda tutawajulisha, tutazindua wimbo maalum wa Simba. Sasa hivi uko jikoni, ikiwasikilizisha hapa wote mtaanza kurukaruka hapa. Unaanza wimbo kwanza, una anthem, alafu baadaye unakuwa na hamasa kubwa. Nimekuwa nyimbo nyingi sana za Simba, lakini tukufanya kwamba kuna wimbo ambao maneno yakitamkwa ni maneno ambayo yanamgusa mwana Simba kuanzia mchezaji, kiongozi mpaka shabiki, ambayo yanamgusa na kuleta ushujaa na upiganaji katika timu, kwa sababu Simba huyu ni mnyama ambaye asiyeshindika katika pori. Sio mkubwa kuliko wote, sio mrefu kuliko wote, hana mbio kuliko wote, lakini ndiye anatawala pori kwa sababu ni jasiri, analoliamua liwe na litakuwa. Akiamua kuwinda lazima kamate. Sasa tumejaribu kuleta wimbo huu, tutaupiga wimbo huu, tutaanza mazoezi tukishauzindua siku ya tarehe 3. Hii ikifika tarehe 6 ukipiga uwanja wa Taifa pale, tuwe kama ni kitu fulani kimekuja hivi, utafikiri ni radi inapiga, watu 60,000 wakiimba wimbo wakihadikiza wa Simba. Wale pawadana mwa dakika 5 tutakuwa hata goli 2 zimeshatinga. Kwa jinsi gani ambayo pressure inaweza kupeleka kwa adui kwa wimbo huu mahsusi wa club. Tutauzindua siku hiyo saa ngapi tutawajulisheni tukishakamilisha, lakini itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 3. Sasa tarehe 4 siku ya Jumapili. Tarehe 4 siku ya Jumapili tunafanya kitu tofauti kidogo. Kwa wale ndugu zangu ambao watanunua tiketi ya Platinum na Platinum Plus, tunawapa vionjo ambavyo wasikie wao kwamba ndio watu wa kwanza watakaopiga picha na wachezaji mastaa wa Simba. Wachezaji hao wamevalia jezi rasmi za mechi. Hiyo tukio inaitwa photoshoot with the Simba Stars. Mtu ukinunua jezi, kununua Platinum ticket au Platinum Plus, siku hiyo hapa Serena upande wa Maki, siku hiyo hata vyombo vya habari havitaruhusiwa. Itakuwa ni special, waje na kamera zao nzuri na watoto wao na familia zao, watapiga picha kadiri wanavyoweza. Na watoto watacheza na Kagere, watacheza na Weka, watacheza na Kahata, watacheza na Shababu na wachezaji wote maarufu unaowasikia. Watakuwa nao pale for almost 1.5 hours wakipiga picha, wakicheza mpira. Na tunapenda sana watoto waje. Kwa hiyo kama mtu anataka mtoto wake anaiwota Simba, anapenda Simba, anunue tickets, amlete Serena siku ya Jumapili kuanzia saa 4. Utakuwa na photoshoot with the stars. Hii tumetaka kupromote watoto, familia kuweza kupenda Simba, lakini pia tuweze kupata watu wa kuweza kununua tickets za Platinum na Platinum Plus. Siku hiyo pia ya tarehe 4 kutakuwa na orphanage visit. Baada ya hapa photoshoot, wachezaji watatembelea vituo mbalimbali vya watoto yatima, kujaribu kupeleka pia hamasa kwao, kupeleka misaada. Kuna sponsors wetu, kuna foundation pia wanataka kutoa misaada kupitia masters wa Simba, kuwapa hamasa hawa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, pengine hawana wazazi. Hiyo ni tukio ambalo litafanyika pia kwa mastaa wetu waweze kuenda kutembelea vituo 2-3 vya watoto ambao hawana. Karibu Salimba. Karibu sana.
Ila shati uliovaa hiyo. Ndio yenyewe iko shughuli hii. Nitakupiga nyekundu lakini karibu. Sasa kama nilivyosema siku hiyo tarehe 4 baada ya kupata photoshoot hapa stars wa Simba na watu wa Platinum watatembelea vituo, lakini siku hiyo pia tutawapokea wenzetu ambao tutanao timu ya Power Dynamos. Power Dynamos itaingia Dar es Salaam siku ya tarehe 4 ikitokea kule Kitwe Zambia. Itakuwa ni siku ya tarehe 4. Siku ya tarehe 5 kutakuwa tunaelekea sasa kwenye matukio za build up za mechi. Kuanzia saa 8:30 kutakuwa na pre-match meeting siku ya tarehe 5 uwanja wa Taifa, na saa 9:30 kutakuwa na press conference za makocha na nahodha wa timu zote mbili, Simba Sports Club na Power Dynamo ya Zambia. Watafanya press saa 9:30 baada ya pre-match saa 8:30. Alafu saa 10:30 Simba watafanya training uwanja wa Taifa pale pale. Alafu saa 11:30 watawapisha wenzao wa Power Dynamo. Lakini siku hiyo hiyo Simba Queens hao waliotoka Ujerumani, siku hiyo muda wa mchana watatembelea Makongo Sekondari, timu ya wasichana ya mpira wa miguu, kuweza kufanya nao mazoezi, kuelezea experience yao waliopata, walichojifunza kule Ujerumani. Lakini pia kuna mastaa wa kike wa Simba, ma superstar celebrities wanaitwa, wataungana na Simba Queens kwenda Makongo siku hiyo ya tarehe 5 ambayo itakuwa siku ya Jumatano, siku ya Jumatatu kwenda kuwa inspire, kuwafanyia seminar, kuwapa hamasa jinsi gani wanaweza kupiga hatua hawa watoto wa sekondari. Siku ya tarehe 6 yenyewe ndio siku ya mechi, ndio siku yenyewe ya kilele, ndio Simba Day. Simba Day ambayo tunategemea nchi nzima watu wote wa Simba, wale ambao watakuwa wamepata jezi mpya watakuwa wanazivaa siku hiyo, wale ambao watakuwa hawajapata basi si haba kutumia jezi za zamani, lakini nataka siku hiyo nchi nzima tuwe tumevaa jezi nyekundu kuanzia asubuhi. Na sasa hivi tunafanya utaratibu, tunawasiliana na sponsors wote, ikiwezekana pengine kwenye viwanja vikubwa mikoa yote tunaweza kupaa jinsi ya kuweka screen kubwa na wote wa Simba wakaja kuangalia mpira pamoja kama hamasa. Hiyo tunalifanyia kazi, likiwezekana na watu wetu wa Simba mikoani, basi baada ya kwenda kuangalia TV nyumbani, mnakutana kama tamasha siku hiyo kuanzia saa 11:30 kuangalia mpira katika sehemu ya wazi au katika stadium, katika viwanja kuweza kuangalia mpira. Ikikamilika tutawajulisheni ni mikoa gani wameweza kufanya hivyo ili kuweza kuvuta umoja baina ya wapenzi wa mpira. Siku yenyewe hiyo ya kilele tutakuwa na mechi 2 kabla. Of course burudani kama kawaida, tutakuwa na wasanii kibao mapema. Ni siku ya kazi, lakini si lazima watu wote wameajiriwa. Dar es Salaam hii walioajiriwa wafiki hata 10%. 90% wanaofanya kazi wamejiajiri wenyewe. Kwa hiyo tutaanza mapema, tuna burudani. Milango itafunguliwa mapema tu kuanzia saa 4, saa 5 imeshafunguliwa. Tutakuwa na burudani uwanja wa Taifa, lakini pia tutakuwa na wasanii wengi tu. Pamoja na bendi yetu maarufu ya Tango Pepeta, tutakuwa na wasanii wengi tu maarufu ambao wengine wamejitolea kutoa burudani. Lakini tutakuwa na mechi 3. Ya kwanza itakuwa ni hawa Simba Queens wametoka Ujerumani, wataanza mechi mida ya saa 8, na baada ya hapo wakimaliza itakuja mechi ya Simba Under 20. Naomba niwaambieni tumesajili Simba Under 20 the best team ever. Tuliweka scouts wetu waliokuwa kwenye mashindano yale ya nchi nzima yale ya wachezaji waliotoka kucheza Copa Coca-Cola,
tumechukua karibu wachezaji wote wazuri, tumetrim kutoka 67 wamepungua mpaka tumebaki na 36. The best cream ya nchi tumeweza kuisaini, na siku hiyo kama unataka kuona, kama unapenda soka la watoto, njoo siku hiyo mida ya saa 9 Simba Under 20 itacheza na Fontaine Academy. Na hiyo Fontaine Academy ya hapa Dar es Salaam na kuna Dodoma. Kwa hiyo tutacheza nao mechi. Kama unapenda soka la watoto, basi njoo uone burudani siku hiyo ya tarehe 6. Na baadaye saa 11:30 kabla ya hapo tutakuwa na utambulisho wa wachezaji. Bwana Haji ataanza kutaja wachezaji mmoja mmoja ambao hujapata kuwaona na kuwasikia, ndio watatambulishwa. Baada ya kutambulishwa itapigwa kipute kuanzia mida saa 11:30. Tumeweka muda maalum kwamba hata ambao wako kazini, baada ya kutoka kazini waweze kujivuta, waweze kufika uwanjani. Mechi itaanza kati ya 11:30 mpaka saa 12 katika uwanja wa Taifa. La mwisho kabisa, tumepeleka siku ya tarehe 7, sababu tuna wageni wanakuja. Tutakuwa na wageni kutoka Zambia, timu yetu ya Dynamo. Tutakuwa na wageni na sponsors wetu. Basi klabu kwa kushirikiana na makundi maarufu ya Simba, tutakuwa na dina hapa Pasadena siku ya tarehe 7. Tumeweka tarehe 7 mahususi kwa sababu kesho yake ni siku ambayo ni off, tarehe 8. Basi wenzetu wa Power Dynamo watakuwa hapa Dar es Salaam. Tutafanyia farewell party ya kuwaaga na kuwashukuru wote ambao wamefanikisha wiki ya Simba ya 2019 siku ya tarehe 7 kwa dina ya kuagana na wageni wote na kuwashukuru sponsors wote kwa ajili ya mambo yote. Sasa kabla Haji hajatoa theme, kwanza nimkaribisha ndugu yangu Abbas Tarimba akiwakilisha main sponsor wa Simba. Kama nilivyokuambia, mwaka huu ni Sport Simba Week, Sport Pesa Simba Week 2019. Yes, Simba imenikaa sana. Sport Pesa Simba Week 2019. Kwa hiyo nikaribishe ndugu yangu Tarimba kama na cha kuongeza kabla sijamkaribisha Haji aeleze theme ya mwaka huu ya Sport Pesa ni kitu gani.